Katika uzinduzi huu tunaona kwamba kampuni ya MediaBay inazidi kujitanua na wanafanya vizuri. Kwa tunaamini kwa hii product watafanya vizuri na wataendelea kuchangia vizuri kwenye mfuko mkuu wa serikali. Kama nilivyosema hapo awali kwamba hii sekta ya michezo kubahatisha inachangia kwa zaidi ya milioni 600 kila siku. Kila tukilala tukiamka milioni 600 inaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na hii ni kodi tu ile ya moja kwa moja. Bado yale mapato mengine ambayo yanaingia kwa watu kama kipato ambacho sio direct, nacho kinachangia pia kwenye uchumi wa taifa letu. Kuna sheria zipo na tunawataka waendeshaji wazingatie hizo sheria kuhakikisha kwamba watu wanacheza kistaarabu na wanazingatia sheria zilizopo. Na hata matangazo, kuna wakati maalum wa kutangaza matangazo ya michezo ya kubahatisha, na huwa tunawataka waendeshaji wafuate hizo sheria. Vijana tu waendelee kucheza kistaarabu. Hii michezo ipo na wapange muda vizuri na resources zao vizuri ili wafanye kazi nyingine, kwamba michezo ya kubahatisha sio shughuli pekee ya kiuchumi, ziko shughuli nyingine pia za kiuchumi. Inawezekana kuendesha maisha kwa pesa za kubeti? Sisi tunasema michezo ya kubahatisha ni sehemu ya burudani na sio mbadala wa ajira. Naitwa Jimmy Kenneth, ni meneja uendeshaji wa Jackpot City. Faida yake kubwa ambayo inaenda kuchochea kwenye uchumi, lakini pia upande wa social. Kwanza eneo la ajira, tunatarajia kuwa na ajira nyingi katika nafasi mbalimbali. Hiki ni kichocheo kikubwa cha uchumi kwa sababu unasaidia katika sekta moja ya uwezeshaji kwenye upande wa ajira, lakini pia kuna namna ya ushindi, yani sio kana kwamba unapata tu entertainment, lakini ndani ya entertainment bado utapata fedha. Hizi fedha zinaweza zikasaidia kuweza kufanya maendeleo binafsi, na watu wanaweza wakashinda mpaka milioni 100, 200, 300. Sasa ukizitumia hizo kuweza kufanya uwekezaji katika maeneo mengine, hiyo yote inakuwa imechangia katika kuchochea uchumi wa watu binafsi, lakini pia na serikali kwa ujumla wake. Lakini sio hilo tu, kama ajira kuna pay, kuna mambo mengine, hiyo yote tunakuwa tumechagiza katika upande wa kodi. Sasa tukirudi katika upande wa gaming tax, tunatarajia kwamba sasa serikali itanufaika kupata mapato zaidi kutoka kwenye hii product yetu ya Jackpot City, kwa sababu wachezaji wakiwa wengi ndivyo ambavyo ina improve pia kwenye kichocheo cha hii gaming tax kama tunavyoita. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa nadhani ni moja kati ya project nzuri sana katika kuchochea uchumi wa serikali, lakini pia na watu binafsi. Majina naitwa Calvin Jacob Mhina, ni meneja masoko wa Jackpot City Tanzania, na hii ni platform ya watu kuweza kubashiri mtandaoni. Tofauti ya hii na platform zingine za kubashiri ni kwamba hii hapa ni kwa 100% kasino peke yake. Tunadhani hichi ni kitu kizuri kwa sababu ya usalama wako. Tumezoea kuwa na kasino ambazo inabidi uende, na kasino nyingi ziko Dar es Salaam, lakini hii mtu yoyote aliyoko Songea, Tanga, Kilimanjaro anaweza kupata kasino mkononi mwake. Tumezingatia usalama wako, tumezingatia usiri wako. Kwa hiyo leo tunataka tuwatambulishe Jackpot City Casino, iko live na iko tayari kwa ajili yenu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.